Bwire huyo akiwa katika eneo hilo la kaunti ya Kisumu, hususan jijini Kisumu, amezungumzia pakubwa fuo na fukwe za ziwa Victoria, akisema kwamba iwapo ulinzi hautawekwa pale, ukaguzi na vile vile kuweza kuwafanyia vipimo wote wale ambao wanatoka mataifa jirani na kupitia katika vituo vile, basi huenda eneo lile la Kisumu, ziwa Victoria, ikawa mojawapo ya maeneo ambapo ugonjwa ukao unaingilia kutoka eneo lile. Lakini ametoa wito wa kwamba ulinzi uweze kuongezwa pale, na vile vile akigusia katika eneo la Alupe, katika eneo la Teso kusini kwa Mary Emase ambaye ni mbunge wa eneo hili. Nataka kuelekea katikati ya jiji la Nairobi sasa, ambapo mwenzangu Christopher Gisiri yuko pale kuzungumza na bunge la wananchi kuhusiana na swala zima ambalo limeibua wasiwasi, limeibua mihemko katika taifa hili la Kenya, hususan kufunguliwa kwa kituo kile cha karantini katika eneo la Laikipia. Wakazi wa Laikipia walilalama wiki jana walipojitokeza ufyatuzi wa risasi ukatokea pale, watu wawili wakaaga dunia walipokuwa kilalamika kuhusiana na masuala hayo. Lakini serikali imesema kwamba haitasita na haitafuata maelekezo ya mahakama ambayo imesitisha ujengaji wa karantini hiyo katika kiwanja hicho cha ndege ama kambi hiyo ya jeshi ya Laikipia. Lakini je, wanabunge la wananchi katika kaunti ya Nairobi wanasema nini? Christopher Gisiri. Asante sana Bwana Yeri, nimekupata kwa njia ambayo ni muro kabisa, sauti safi kabisa inasikika hapa, nikiwa moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, ambapo nimepata nafasi tu ya kukutana na wanabunge vuguvugu la bunge la mwananchi ambao wamekuwa mstari wa mbele kupiga kelele, haswa tangu swala hili la kujenga karantina hii katika eneo la Nanyuki. Wamekuwa mstari wa mbele kulizungumzia sana. Itakumbuka kwamba hapo jana waziri wa afya Aden Duale alisema licha ya kwamba mahakama ilikuwa imesema ujenzi huu usimamishwe, licha ya kwamba Wakenya walikuwa wamefanya maandamano na kutoa hisia zao wakitaka ujenzi huu usiendelee, Duale alisema ya kwamba serikali itajenga eneo hilo, Wakenya wapende wasipopenda. Kwa hivyo tunataka kusikia hawa Wakenya hisia zao ni kwa nini, hisia zao ni zipi kuhusiana na ujenzi labda wa karantini hii, na ikiwa itajengwa humu nchini, je, itakuwa na maafa yapi? Inaweza ikaleta hatari ambazo ni za aina gani? Tuanze na hawa wana bunge la mwananchi. Labda mzee, jina lako unaitwa nani? Na utuambie labda unajihisi namna gani kuhusiana na swala hili la karantini hii kujenga katika eneo la Nanyuki. My name is Josephat Mutua Waema. I'm a member of Bunge la Mwananchi social movement in Kenya and diaspora, a civil rights activist and MCA aspirant for Ngara Ward come 2027 general election by God's grace. First and foremost, I would start before I go to the topic of Ebola and the quarantine intended to be constructed at Nanyuki Air Base. I want to go straight to the CS for Health, Honorable Nduale. One, it appears that Nduale is not ready to obey court order. When he says that whether people of Kenya like it or not, the facility is going to be constructed, this leaves a lot to be desired. Kenya being a sovereign country and everybody having the freedom of conscience is not supposed to dictate to the Kenyans what he's supposed to do. Let me give background problem. Ebola, as most of you talk about it, is not a pathological disease. Because standing here, if I may ask, the parasite for Ebola, no, Duale cannot define what is the parasite for Ebola. Because any disease is having a parasite. For example, the parasite for malaria is Plasmodium. Now, this is international politics being perpetuated to African countries with a view to suppressing African population. Ebola, as I'm concerned, was manufactured in the United States of America in the Disease Control Center, imported to Africa, to Congo. The reason being, geographically and historically, Congo is the chief producer of gold in Africa. And what Americans want is not actually sympathy with the Kenyans, but they want to exploit and mine the gold in Congo exclusively. My question is, if it is a question of quarantining the nationals of Americans, why can't they take them straight to America? We cannot allow Americans to be transported from Congo to Nanyuki Air Base with a view to being quarantined. In case there is the outbreak of Ebola in Kenya, Kenya has no scientific capacity of handling Ebola. I think as I wind up my statement, I'm calling upon the government of Kenya to go back to the drawing table and you stop this politics of the agreement was signed during Uhuru's tenure. Whether it was signed during Uhuru's tenure,
Kenyans have power to tell the government to stop that agreement or the disagreement with the Americans. Because I'm warning Kenyans, if you are not careful, we are going to have another scramble for Africa, specifically to Kenya. So the quarantine that is being constructed at Nanyuki is not palatable as far as Kenyans are concerned. Now, concerning Article 10 of the Constitution of Kenya, that is about national values, public participation was not undertaken. We cannot be dictated by politicians. We have consultant experts in the Ministry of Health. They were not consulted about this Ebola. So this is a political game perpetuated by international countries, US, with a view to importing dangerous diseases in Kenya. For example, even Ukimwi was manufactured again in America and transported to Africa through special vaccination of some women. So what we are saying as Kenyans, and we want the government to pay special attention to us. We love our government, but this facility about quarantine to be constructed at Nanyuki should be put off immediately. And we call upon our president to ignore the Americans. Kenya is very rich. We can look money in different ways. 1.7 billion cannot be equated to the life of Kenyans. So I am saying this is propaganda of America. This is a warfare disease manufactured with a view to ensuring that Americans, they come and exploit our resources. Nanyuki is a military base. If our soldiers, who are so important, who are supposed to guard Kenya against external aggression, they are affected by Ebola, who is going to protect our country? Asante sana. Wacha pia tusikie mama mwingine yuko hapa karibu na mimi. Mama, sema tu jina lako, unaitwa nani? Na utuambie pia, tulisikia jana waziri alisema ya kwamba tupende tusipende kituo hicho ni lazima kitajengwa na hawahitaji maoni ya Wakenya kujenga kituo hicho. Labda wewe mahali unapotoka, eneo unalokaa, una hisia gani kuhusiana na swala hilo? Kwa majina ni Ruth Yatimba, National Coordinator Bunge la Mwananchi. Mimi naanza kwa kusema ya kwamba hili jambo la Ebola, Wakenya wajue kwanza ni Bwana Uhuru Kenyatta ndiye aliyetia sahihi, si Bwana William Ruto. Na mimi naunga mkono kwa sababu William Ruto pia amekuja akaona ya kwamba kuchenga hiyo quarantine katika Laikipia Nanyuki in Laikipia County ni jambo la muhimu. Kitu ya pili, mimi nafurahia kwa sababu Kenya, yani Kenya in Africa, imeonelewa kwamba iko na expert, iko na wale watu wasomi, yani Kenya wamesoma na Kenya wako na uwezo ya kudhibiti ama kusimama kitete na changa kama Ebola. Jambo la tatu, kulingana na Bwana Adan Duale, mimi nasema ni sawa kwa sababu yeye ni minister ya hiyo health. Na minister huwa anafanya kazi nzuri na president. Minister na president wako sawa. So hakuna vile sisi tunaweza tokelezea tunaanza kupinga. Mbona hawakupinga wakati ile ya Uhuru Kenyatta? Kwa nini ni wakati ya Ruto tu? Na hii kitu ilianza 2016 huko. Kwa nini Wakenya hawakupinga? Mimi naangalia nikisema ya kwamba hii yote ya kupinga maandamano nini ya mambo ya quarantine Laikipia, hii opposition hapo wanacheza vibaya. Si poa. Haya, nikimalizia ninasema ya kwamba hiyo quarantine itasaidia hata watu wengine watapata kazi pale. Haya, kuna huko DRC Congo, kuna watu wetu ambao wako DRC Congo huko maskari wanajeshi. Sasa wanajeshi hawa mnataka kuniambia wakikonjeka sasa sitakuwa vizuri kuliko watipiwa kwingine, wataletwa wawekwe quarantine hapa kwao hapa nchini Kenya. So mimi nasema ya kwamba chenye saa hii tungekuwa tunauliza Bwana President ni kwamba zile mipaka, sababu tayari Ebola iko Uganda, hizo mipaka ndio sasa tungekuwa kama Wakenya tunasema sasa mipaka iangaliliwe. Lakini mimi chamba la quarantine iko sawa. Tuko na madaktari na bado watatoka wengine nje na tayari washafika. Sioni shida yoyote na pia itakuza uchumi ya Kenya. Asante sana. Umesikia maoni yake, amesema ya kwamba Kenya ni miongoni mwa nchi tu ambazo zimepatiwa kipaumbele kuwa na madaktari ambao wanajiweza kabisa. Lakini bado tuko katika hili bunge. Wacha tusikie mwenzetu hapa pia naye ana maoni gani. Mimi kwa majina naitwa Robert Kiberenge na ningependa kusema kwamba hakuna maelezo or there is no justification or explanation that can justify the importation and storage of Ebola into Kenya. What is being constructed in Laikipia is a warehouse, an importation warehouse for importing Ebola from DRC
and bringing into to store into a warehouse in Laikipia so that it can spread in Kenya. This is, as my friend has said, this is a geopolitical depopulation tool by the imperialists, the Americans, to reduce the African population. So they have found Kenya as a safe place, so where they can store this Ebola and spread it in the rest of Africa. Mbona nchi kama Rwanda, a very small country, nchi kama Burundi ambazo zinapakana na DRC Congo, watu wanatoka South Kivu, DRC Congo, wanaingia Rwanda as we speak right now. Watu wanatoka Rwanda, Banyamulenge, wanaingia South Kivu, Congo. Hakuna conversation ya Ebola Rwanda ambayo inapakana na Congo. Hakuna conversation ya Ebola Burundi, hata panic hakuna ambayo inapakana na Congo. Lakini Kenya ambayo iko mbali na Congo, kuna panic ya Ebola, mpaka kuna quarantine zinajengwa. Na Burundi na Rwanda ambazo zinapakana na Congo hazijengi quarantine, hazijengi nini. Tena kitu ya pili, wa Amerika wenyewe, serikali ya Amerika imetangaza kwamba Muamerikani yeyote, any citizen of America who is infected or who is bearing the symptoms of Ebola is prohibited from stepping into American soil or from living into America. So if they are prohibited from their own country, why are we allowing them into Kenya? Why are we allowing them into Kenya? If they are prohibited from their own country, what we should have done as Kenya, we should have announced that no American should step in this country who is bearing the symptoms of Ebola or who is suffering from Ebola. We should have done the same. Alafu wanarudi wanapeana travel advisory. The EU embassy is sending out a travel advisory to American citizens that when they travel to Kenya, they should be very careful because they know they are bringing Ebola into Kenya. Now they are advising their citizens. What shall we do with our citizens? Mimi nataka kumaliza kusema hivi. Nataka kumaliza kwa kusema kwamba hii kitu ambayo inajengwa Laikipia, nimeona hata Ndwale jana akiongea, and I can say and I want to repeat, no amount of explanation will justify the importation of Ebola and bringing it into Kenya for geopolitical reasons, for depopulation reasons. And we suspect that if it is not Ebola, that one might be a center for US smuggling minerals from Congo, storing them in Laikipia and taking them to US. Thank you. Asante sana. Wacha tusikie pia Wakenya wengine hapa maoni yao. Jina lako nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na hili swala? Asante. I'm Charles Awithe, a member of Bunge la Mwananchi. I want to be very categorical on this. You see, Kenyans and Africans at large, we are being used and misused by the foreign countries. One thing that we have to take into account is that when a white man wants to exploit you, they bring a situation. Like in Congo, there is a situation they brought, the Ebola issue. First of all, they started with AIDS. They must bring a situation in place so that they can find a way of coming in. I want to remind Kenyans of one thing. It is just of recent here when we saw Macron coming to the country. Macron came in pretense to be signing a treaty with us in terms of security system and the rest of the things. Ilhali, chenye wanajaribu kufanya ni kwamba they have spotted a mineral section in Kwale. So they want to put their soldiers there in pretense that they are colluding security-wise with Kenya, yet they want to exploit that mineral. Americans are also one of the European countries. They also cannot manage to come here and get a share of the same if they don't have a situation with us. They must create a situation so that they can find room in Kenya. Once they are situated here, they will be exploiting these minerals as much as possible. The only thing they have realized is that Kenyans are so tough. We are not so much vulnerable to these common diseases like Ebola. Ebola existed ever since I was in school. I used to hear about Ebola. Ebola has never been killing people so much in Kenya here. We are so much resistant. But now they have decided to bring it here in pretense that it is a new outbreak. This is not new. Kenyans, this is not new. They are only bringing a situation so that they can get us entangled, at least so that they can exploit us easily. Yes, and coming to the issue of Duale, you know, Duale, I always tell people something. Our constitution has got problems because ever since it was promulgated, no president qualified to handle it has ever been elected.
I always tell people something, that the president that we've been having are not conscious of the constitution. The current president we have is a herbalist. He's not a constitutional-oriented character. He's a herbalist. This one person who cannot understand the constitution. We also had Uhuru Kenyatta, who was a political scientist, but could not adhere to the situation of constitution. Now, Duale, being part of the same, who was just about a mere clearing and forwarding agent, he doesn't understand anything to do with the constitution. So them disobeying the court orders is normal to us. We know they cannot because they don't understand the constitution. Thank you so much. Wacha tusikie ndugu hapa mmoja, tukienda kwa haraka kidogo. Jina lako na wewe, maoni yako ni yapi kuhusiana na hili swali lote? Kwa majina naitwa Patrick Okumu. Hii story inatengenezwa Laikipia hiyo, mimi siwezi kubaliana nayo kwa sababu hii nchi imetekwa nyara na Marekani. Ni kama labda kuna kitu serikali yetu inaambiwa, kwa sababu mimi naona vile situation ya mtu sa watu vile zimekaa. Ukiangalia maisha imekuwa ngumu, zile vitu serikali yetu ilikuwa inatuambia hii kufanya. So wameona watumie ile njia ya Amerika kuleta hii mambo ya Ebola, ndio sasa labda waweke lockdown, ndio Mheshimiwa Ruto labda airishe election. Hiyo ndio mimi kitu naona, kwa sababu wewe niambia kulingana saa hivi ile tuko, hakuna mtu yeyote mwenye ameambukiza Ebola. Na Amerika kama wangekuwa wanajali hii swala la Ebola, wangechukua hii quarantine waende waweke wapi? Kongo. Kwa sababu Kongo ndio kuna Ebola. Uwezi niambia wale watu wamekaa sawa, wako sawa, ukuje utengeneza hapo quarantine, uchukue wale watu wakonjo walete hapo. Kwani nini unakuja kupima? Sisi si robot. Sisi pia ni binadamu, hatuwezi kuja kupimwa na ugonjwa. So Amerika wanafaa kustop hizo vitu wanafanya na Ruto, na mimi nasema hivi, Trump asimame mbele, asisimame mbele, Ruto ni one term. Asante sana. Wacha tusikie tu hapa kwa sababu ya muda, tukiendelea tusikie maoni yao. Haraka kwa haraka. Kwa majina naitwa Kimanzi Nicholas. Mimi ni senior member bunge la wananchi. Ya kwanza, hii agreement ambayo inafanya hii quarantine iletwe hapa Kenya, ambazo tumeambiwa ni 23 of them, not only Nanyuki, was signed in 2015 na ikaratifiwa na bunge. The question I'm asking MPs wetu, kwa sababu some of them wanajifanya sasa hizi wanapinga, kwa nini hawakusoma wakati huo wakajua long term effects ya hii agreement ambao walisign between the government of Kenya and the US government? Sasa ndio wanakuja kujifanya hapa olijos ati sasa tunapinga, yet they ratified in bunge. Kwani hawakusoma kwa kipengele moja wakajua in future this is what it means for Kenyans? Ya pili, I heard Duale say that hii itafanyika Wakenya wasipende. That is a wrong terminology. Hata kama mimi na support serikali, huwezi ambia Wakenya hivyo. Ya kwanza, yes, Duale has sweeping powers as the cabinet minister of health could declare an epidemic. That is what he should communicate to people, that kulingana na sheria ambayo ni Public Health Act, section 35 na 6, he has sweeping powers. But now usizi kuja kujipiga kifua au useme hata itafanyika ama itafanyika. And that is why we have been saying kama bunge, the office of the government spokesman is inalala kwa kazi. Kama kuna mtu anafaa kufutwa kazi, ni ule jamaa anaitwa Mwaura, Isaac Mwaura. He is a government spokesman, because information kama hii, you talk to Kenyans, you communicate to Kenyans so that they understand. Kenya si ng'ombe, Kenya ni binadamu, wataelewa. Waelezeni, this is what the government is planning to do because of this. Ya mwisho, nimesikia watu wanasema ati msilete Ebola. Ebola is a zoonist virus. Primarily inakuwaga kwa monkeys na bats, and you must come in contact with the body fluid ya monkey ambayo imefanya nini, imekuwa affected, ama uikule. It means that without body fluid ama contact ya body fluid huwezi pata Ebola. So it is not like COVID ile tulikuwa tunaambiwa ni hewa, hata ukibrief mtu hivi ni airborne. So we need to understand and also say
that Kenya has been chosen because iko na capacity. Wakazi wa jiji la Nairobi, wafuasi wa bunge la mwananchi wametoa hisia zao tofauti.